Hello, habari. Karibu katika sehemu inayofuatia ya simulizi yetu nzuri. Miaka mingi sasa ilikuwa imepita. Maisha yalikuwa yanaendelea na mambo mengi sana yalikuwa yamebadilika. Kidawa na Bibi Nyaluseko kijijini ilibaki kuwa ni historia tu katika vichwa vya wakazi wengi wa kijiji kile. Yalikuwa ni majira ya saa 2 za usiku katika viunga vya hostel za chuo kikuu cha Galano. Shughuli za hapa na pale zilikuwa zikiendelea kama kawaida. Kila mwanafunzi alionekana kutingwa na shughuli zake. Ndani ya mgahawa wa chuo alionekana Kidawa akiwa amekaa kitini, huku juu ya meza kukiwa na chakula ambacho alikuwa akijiandaa kukila. Leo hii alionekana kuwa na njaa sana. Kabla hajaanza kula, ndani ya mgahawa ule ambapo kulikuwa na watu lukuki, aliingia mwanaume mmoja mtanashati wa nguvu aitwaye Fred Jailos, ambaye alikuwa ameongozana na bibie mmoja aitwaye Doreen. Watu hawa walikuwa ni wapenzi ambao walikuwa wameshibana sana. Fred Jailos alikuwa ni kijana mtanashati ambaye alikuwa na sura yenye mvuto sana. Wanawake wengi pale chuoni walikuwa wakipigana vikumbo, kila mmoja akitamani kuwa na mahusiano ya kimapenzi naye, lakini wote waligonga mwamba. Freddy alikuwa ni kijana mwenye msimamo thabiti kabisa. Kati ya wanawake hao wote ni mwanamke mmoja tu ndiye ambaye alifanikiwa kumnasa Freddy na kumweka katika himaya yake. Huyo hakuwa mwingine ni bibi Doreen Renatus, mwanamke ambaye alikuwa ni mzuri wa sura na mlimbwende hasa. Freddy na Doreen walitembea moja kwa moja mpaka katika meza ambayo alikuwa ameketi Kidawa, ambaye naye alikuwa ni mlimbwende hasa. Kidawa aliyainua macho yake na kuwatazama wawili wale ambao walionekana kuwa walikuwa wameenda pale kwa shari. Nadhani utakuwa unakifurahia chakula chako, Freddy alianza kuongea kwa majivuno. Kinakuhusu nini? Kidawa alijibu akionyesha amechukizwa na dharau za Freddy. Okay, let me go straight to the point. Sihitaji kupoteza muda na wewe. Hivi ushawahi kujitazama katika kioo wewe mwanamke? Yaani unachukiza sana machoni pa watu kwa jinsi ulivyo mbaya. Huna hadhi hata kidogo ya kuwa na mimi. Na kuchukia sana Kidawa. Tena sitaki unizoee. Freddy aliongea kwa majivuno na dharau kubwa sana. Hivi Freddy, ni kosa gani ambalo mimi nimekufanyia? Je, nimefanya kosa kukupenda? Ulikushanikataa kwa dharau na matusi mengi, na mimi nilishakukubaliana na wewe na matakwa yako, ingawa ni kweli nakupenda. Sasa kwa nini wanifanyia hivi? Kwa nini unanivunjia heshima kiasi hiki? Kidawa aliuliza huku machozi yakimtiririka. Akasema, sikiliza. Mimi sisikilizi mahubiri na nasaha zako za kipumbavu. Kwa kifupi, leo hii nimekuja kukuonyesha nyonga mkali ini wangu. Huyu ndiye mwanamke ambaye ananifanya niwe kichaa. Yaani kwake nimenasa na kama siwezi kubanduka. Ukome kunifuatilia ngedere wewe. Freddy alifoka kwa hasira na kuwafanya watu wote mle ndani mle mgahawani waanze kufuatilia kwa karibu ugomvi ule. Hivi wewe Freddy, ni nini hasa ambacho unaringia? Kidawa alimuuliza. Ninachoringia ni kile ambacho wewe ulikuwa ukikihitaji, Freddy alijibu kwa dharau na maringo. Na kuona una dharau sana. Hivi unafahamu unaongea na nani? Kidawa aliuliza. Nafahamu naongea na ngedere mwenye sura mbaya kuliko ngedere wote duniani. Freddy aliendelea kutoa majibu yake yenye shombo. Sawa baba, wewe ni mshindi. Lakini kumbuka kwamba ni lazima utalipia kwa dharau hii ambayo unanifanyia. Huwezi kunidhalilisha kwa kiasi hiki Freddy. Kidawa aliongea machozi yakimporomoka. Bibi, hebu usitishe. Usitutie shombo hapa. Ukome kumfuatilia mume wangu. Doreen naye yule msichana, na yeye kama mpenzi wake alivyotia neno la dharau, na yeye kasema hivyo hivyo. Sawa, nimewaelewa, lakini jiandaeni kwa vita kubwa ambayo kamwe hamtaweza kuihimili. Kidawa aliongea na kusimama. Kisha aliondoka na kumwacha Freddy na Doreen pamoja na kile chakula ambacho alikiagiza bila kukila. Basi Freddy na Doreen walibaki wakicheka kwa furaha kubwa sana, wakifurahia kile ambacho walikuwa wamemtendea. Waliamini kwamba walikuwa wamemkomoa Kidawa, na ni kweli, kwa kumdhalilisha kule walikuwa wamemkomoa sana. Baadaye nao waliamua kutoka mle mgahawani, huku furaha kubwa ikiendelea kuwatamalaki.
Kwa sasa waliamini kwamba katu Kidawa hataweza kuwabugudhi tena. Waliamini kama ni dozi, basi walikuwa wamemdunga kwa mgonjwa sahihi kabisa. Lakini kwa upande mwingine, Fred na Doreen hawakufahamu kwamba walikuwa wakiuchezea moto. Hawakufahamu ni hatari kubwa kiasi gani ambayo ilikuwa ikiwanyemelea. Walikuwa wamefanya kosa kubwa sana, kumdhalilisha Kidawa, malkia wa wachawi wote ukanda wa mashariki mwa Goto. Angamizo kubwa sana lilikuwa likinukia mbele yao. Kidawa alifika katika chumba chake na kujifungia. Alijirusha juu ya kitanda huku akiwa na hasira kali sana. Machozi ya uchungu yalikuwa yakimtoka. Alilia sana. Alialilia mapenzi ambayo yalikuwa yakimponyoka kutoka moyoni mwake. Freddy, kwa nini umenifanyia dharau kiasi hiki? Hivi mimi kukupenda imekuwa ni kosa? Kama hunipendi ni bora ungeniambia kistaarabu, na mimi ningekuwa nakuelewa kuliko kunidhalilisha kiasi hiki. Kidawa aliongea kwa hasira kali huku akiendelea kulia. Umefanya kosa kubwa sana ambalo litakugharimu. Dharau zako zimekuponza. Najua ufahamu mimi ni nani. Sasa nitakuonyesha kile ambacho kilimtoa kanga manyoya. Basi Kidawa aliweka nadhiri ya kisasi moyoni mwake. Na huyo mwanamke si ndiye anakufanya ukawa na jeuri pamoja na dharau? Sasa sasa nitakuonyesha kile ambacho kilimtoa kanga manyoya. Kidawa akawa ameweka nadhiri ya kisasi moyoni mwake. Umeona? Akasema nitakunyoosha kerengede nyinyi. Hamwezi mkaufanya moyo wangu uumie kiasi hiki. Hapana. Hamjui kwamba mimi nina heshima yangu. Nitawafunza adabu kunguru nyinyi. Kidawa aliendelea kufoka. Basi ule ulikuwa ni ugomvi mkubwa sana ambao ulikuwa umeichafua hali ya hewa chuo kikuu cha Galano. Watu walikuwa wakishangilia tukio lile, huku wengine wakichukua picha za tukio lile kwa kamera za simu zao. Yalikuwa ni majira ya saa 4 za asubuhi. Yaani hilo ni tukio lingine sasa. Kidawa na Doreen walikuwa wakizichapa sasa. Wanapigana. Katika ugomvi huu Doreen alikuwa mbabe zaidi ya Kidawa. Mpaka wakati huu Kidawa alikuwa amekushajeruhiwa sana na nguo zake zilikuwa zimeraruka na kuyafanya maungo yake ya ndani kuonekana. Kuna baadhi ya watu wachache wenye busara katika kundi lile walijaribu kuamulia ugomvi ule, lakini walizuiliwa na watu wengi ambao walikuwa wakipenda kuona ugomvi ule ukiendelea. Waache waonyeshane kazi malaya hawa. Walisikika baadhi ya watu wakipiga kelele na kuwazuia watu ambao walikuwa wakitaka kuamulia ugomvi ule. Ugomvi ule ulikuwa umeanza kama saa 1 lililopita, ambapo Doreen alikuja mpaka kwenye makazi ya Kidawa na kushusha timbwili na kwambia. Sababu kuu ya ugomvi wao sasa ilikuwa ni mara baada ya Doreen kuzifuma meseji kadhaa kutoka kwa Kidawa katika simu ya Freddy. Umeona? Katika meseji hizo sasa Kidawa alikuwa anazidi kumtongoza Freddy kwa kumwambia kwamba wausahau ugomvi wao ambao ulikuwa umetokea siku kadhaa nyuma na wajaribu kuanza maisha mapya ya mahusiano. Doreen alishindwa kuvumilia, ambapo alianzisha zogo kubwa sana na Freddy. Basi ugomvi huo haukupata suluhu, ambapo Doreen alitoka na kumwacha Freddy kisha akamfuata Kidawa. Alimshushia mvua kubwa sana ya kipigo ambayo kilimpelekea Kidawa kuwa hoi kabisa. Baadaye watu walihisi kwamba ugomvi ule ungeliweza kuzua majanga mengine makubwa, hasa mara baada ya kuona kwamba Kidawa alikuwa amezidiwa kwa kipigo. Iliwabidi waamulie na kuwatenganisha kabisa. Doreen aliondolewa kutoka eneo lile huku akiporomosha matusi mazito sana kwa Kidawa. Alisema kwamba ile ilikuwa ni utangulizi tu, yani hiyo starter. Hivyo Kidawa ajiandae kwa picha kamili sasa ambayo ilikuwa inakuja. Kwa aibu kubwa sana Kidawa alijikongoja na kuingia ndani ya chumba chake huku akiwa na majeraha makubwa sana mwili mzima. Nguo zake pia zilikuwa ni mithili ya matambara ya kupigia deki, zikiwa zimetapakaa damu. Ulikuwa sasa umepita mwezi mmoja tangu ugomvi ule kati ya Doreen na Kidawa utokee. Maisha yalikuwa yakiendelea kama kawaida, huku wawili hao yani Kidawa na Doreen wakiwa na kisirani nyoyoni mwao. Kila mmoja alikuwa akipanga mashambulizi dhidi ya mwenzake.
na kutafuta wakati mwafaka wa kuyafanya mashambulizi hayo. Sasa yalikuwa ni majira ya usiku, tena usiku wa manane, ambapo Doreen alikuwa ametopea kwenye usingizi mzito sana. Taa ya chumbani mwake ilikuwa imezimwa, kwani Doreen alikuwa hawezi kulala huku taa inawaka. Basi Kidawa sasa kwa upande wake ilikuwa ni rahisi sana kumshambulia Doreen na kumwangamiza, kwani yeye alikuwa ni mchawi mkubwa sana. Alichokuwa akikisubiri ni hali yake kuwa ahueni kutokana na kipigo kikali ambacho alikipokea kutoka kwa Doreen. Alitaka pindi atakapokuwa akimpa adhabu Doreen, basi hali yake yeye kiafya iwe njema kabisa. Umeona? Ghafla chumba cha Doreen kikatawaliwa na mwanga wa ajabu ambao haukujulikana ulikuwa umetokea wapi. Ilikuwa ni ajabu sana. Doreen kwa wakati huo alikuwa akiota ndoto za mauzauza ya kutisha sana. Ghafla katika ukuta wa chumba kile alichomoza Kidawa, huku akiwa hana vazi lolote katika mwili wake ambalo lilimstiri. Alikuwa uchi wa mnyama kabisa. Hirizi kubwa kubwa zilikuwa zimevaliwa kiunoni na shingoni mwake. Kidawa alianza kucheza ngoma ambayo ilikuwa haifahamiki ni ya maadhi gani ndani ya chumba kile cha Doreen. Alikuwa akicheza ngoma huku akizunguka kitanda cha Doreen. Mkono wake ulikuwa ameushika usinga mweusi ambao ulikuwa ameupiga katika kila kona ya kitanda kile, huku akinuuzia maneno fulani ambayo hayakuwa yakisikika. Doreen kwa wakati ule alikuwa akijikunja na kujinyonga pale kitandani mithili ya samaki aina ya kambale ambaye alikuwa amevuliwa mtoni na kuwekwa nchi kavu. Baada ya kulikamilisha zoezi lile, Kidawa alisimama katika pembe moja ya kitanda kisha na kuanza kumtazama Doreen ambaye alikuwa akiendelea kupata tabu pale kitandani. Jasho jingi sana lilikuwa likimtoka. Baadaye Kidawa aliupiga usinga wake katika tumbo la Doreen na kisha aliupiga tena katika mapaja yake, usawa wa sehemu zake nyeti. Baada ya hapo Kidawa aliangua kicheko kikali sana na cha kutisha. Ajabu ni kwamba kicheko hiki katu hakikuweza kusikika nje ya chumba kile, ingawa ndani ya kile chumba kilikuwa ni kicheko kikali sana. Yaani mtu yeyote ambaye angekuwa anapita nje ya chumba kile kwa wakati ule katu asingeweza kukisikia kile kicheko kilichokuwa kinaendelea ndani. Baada ya hapo Kidawa aliusogelea ukuta wa chumba kile na kuupiga usinga wake. Alipofanya hivyo Kidawa aliyeyuka kimeujiza mithili ya barafu na kutoweka kabisa. Kulikuwa kumekucha vema kabisa. Doreen Renatus alikuwa ameamka asubuhi na mapema. Aliamua kuwahi kuamka kwani siku hiyo alikuwa na kazi nyingi sana za darasani ambazo alikuwa anatakiwa kuzikamilisha. Kwa hiyo ili kuendana na ratiba aliamua kuwahi kuamka ili afanye kazi za usafi wa chumba chake pamoja na mwilini, ndipo aendelee na ratiba nyingine za kimasomo. Lakini asubuhi ya leo Doreen Renatus alijishangaa sana. Hakuwa katika hali ya kawaida hata kidogo. Mwili wake ulikuwa mchovu sana. Utafikiri usiku alikesha akilima shamba la mpunga eka nyingi. Pia kichwa chake kilikuwa kinamuuma sana. Hali kama ile haikuwahi kumtokea hapo awali. Hivyo alihisi huenda ikawa ni malaria ilikuwa inamnyemelea. Hivyo katika ratiba yake ya siku ile, swala la kwenda hospitali kupima afya yake aliliingiza pia. Doreen alianza kufanya usafi wa chumba chake, alideki vizuri kabisa na kuyakausha maji yote. Akiwa anamalizia kukausha maji, alishtushwa na matone ya damu ambayo yalionekana katika sakafu ya chumba kile. Alijiuliza ni nini kile bila kupata majibu. Akiwa anaendelea kushangaa aliamua kujichunguza. Salale, alishangaa sana. Damu ile ilikuwa ikimtoka. Ilikuwa ni damu ya siku zake, yani damu ya hedhi. Doreen Renatus alishtushwa na kushangazwa na jambo lile. Inawezekanaje hii? Swali hili liligonga kichwa chake bila kupata majibu. Zilikuwa zimepita siku 5 tu Doreen alipomaliza siku zake za hedhi. Sasa alishangaa imekuwaje mapema vile? Swali hilo liliendelea kumuumiza kichwa chake na kukosa majibu kabisa. Alifuta damu ile sakafuni na kukimbilia bafuni ambako alioga vizuri kabisa. Baada ya hapo aliupaka mwili wake mafuta na kisha alijistiri na pedi. Alivaa nguo zake na kisha alitoka nje ya chumba chake. Alikifunga na aliondoka kwenda kutimiza ratiba yake. Ilikuwa imetimia saa 9 sasa. Hali ya Doreen kutokwa na damu sehemu zake bado ilikuwa ikiendelea.
ilikuwa ikimtoka mfululizo bila kukoma. Alishangazwa sana na jambo hili. Alijaribu kuwashirikisha marafiki zake, huenda wangekuwa na jibu lile ambalo walikuwa wakilikimsibu, lakini bado nako huko palikuwa patupu. Rafiki zake nao walikuwa wakishangaa tu, hata kile ambacho na yeye pia alikuwa anakishangaa. Hatimaye Doreen aliamua kumshirikisha Freddy, mpenzi wake, ambaye bila ya kuchelewa alimchukua Doreen mpaka hospitali. Aliona tatizo lile lilikuwa kubwa na huenda lingeleta madhara makubwa endapo angelifumbia macho. Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ili tuweze kujua ni nini kiliendelea baada ya pale. Na kama ni mara yako ya kwanza, na kukumbusha usisahau kusubscribe ili uweze kuangalia video zingine zinazofuata. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.